Okay, basi ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ninakusalimu kabisa na kusabai popote pale ulipo. Matumaini kwamba wewe uko vema kabisa katika afya yako. Kama jinsi inavyokuwa hapo, cha kwanza ninakutakia mwaka mpya ulio mwema na wenye matunda kamili kabisa katika mwaka wa 2026 ambao ni mwaka mpya ni leo hii kabisa. Na hivyo kukutakia kwangu mwaka mpya ni kuambia kwamba na ubarikiwe katika njia zako zote na katika hatua zako zote unazozifanya. Basi ni kwako tu wewe kuzipokea katika hali hiyo ambayo nimeweza kukupa hivyo. Ninakuambia kwamba leo ni tariki 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026 ambako nakuletea kipindi hiki na habari ambazo zinazoweza kujiri. Ni katika hali tu ya kukupasha, ni kama vile nilivyokuambia jana, na sasa imekuwa ni mwaka mpya mwingine kabisa. Matumaini kwamba wewe uko vema katika maeneo pale ulipo kwa kutufuatilia katika vipindi vyetu mwanzo hadi mwisho. Unajua kwamba unaweza ukapatikana labda wilayani Umarekani, Asia, hata uko Oceania, Ulaya na maeneo mengine, nikizani ya kwamba unatufuatilia vema na hata katika bara la Afrika. Mashariki mwa DRC ndiko ambako tunapatikana na kituo hiki cha habari nipate kukujuza mengi na kupasha habari zaidi sana katika mashariki mwa DRC, hususan kabisa katika Kivu ya Kusini na katika tarafa la Fizi na maeneo mengine yote ambako wahasi wa FCM 23 wanaweza kupatikana. Ila tu ni kukupasha kuhusu hali ya usalama ambayo inaendelea katika maeneo tofauti katika hali hiyo, kutokana na mapambano ambayo yanafanya hali ya usalama kuwa mbaya kabisa katika maeneo ambako kuna vijiji tofauti. Fuatiliana nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki. Lakini ndugu mpenzi msikilizaji, na nianzie mara moja kutokana na hali ya wazalendo ambao wanaendelea kuipitisha. Basi mkuu au msemaji wa wazalendo ameweza kuonyesha na kuthibitisha jambo la kuweza kusonga mbele bila kurudi nyuma kabisa, na kuweza kuonyesha kukua pamoja, kutokukubali hata kabisa kuenda katika nchi jirani kama jinsi wengine wanaweza kuteseka katika kambi la uko nchini Burundi, ni nchi iliyo karibu sana na DRC. Na hivyo akiweza kuthibitisha sana na kukaza jambo hilo kwamba wapate kupambana na kushinda, wapate hata kuingia mjini Uvira. Uko pia waasi nao wa FCM 23 wakipambana na kufunga njia kabisa ya kwamba nao wakiwa na malengo wapate kupita na kufika hata maeneo ya huko Kalemi ikiwa jimboni Tanganyika. Malengo yao yakionyesha kabisa uthabiti mkubwa kwa kuweza kupingana na jambo hilo na kuweza kuingia dhahiri kabisa wapate kuwezesha malengo yao. Na hivyo hata wazalendo na jeshi la FARDC kuweza kushika na kulivalia jambo hilo njugwa na kuweza kupinga kabisa vikali, kuto kurudi nyuma, lakini kuweza kuwashinda. Hali hiyo ya kuweza kuonyesha mapambano katika maeneo hayo imeweza kuonekana kwa sasa kuwa kimya, na hivyo kuweza kabisa kuona ngambo zote mbili lakini kujiandaa ili mapambano yapate kujiri. Ni baada pia ya kuweza kuambia wakaaji katika maeneo ya Katongo na hata huko Kigongo wa kwamba wapate kuondoka makao yao na kuweza kujelekeza katika mji wa Uvira. Hiyo yote ikiweza kuonyesha pia ukichwa majiwe wake presidenti wa Rwanda Paul Kagame kutokana na mikataba ambayo iliweza kufanyika huko nchini Washington DC, huko wilayani Umarekani. Lakini jambo hilo pia aliweza kuligusia yeye msemaji wa wazalendo, akiweza kugusia na kupambana vikali kuto kurudi nyuma, lakini akiwa na mengi ameweza tu kuzungumza kwa kina. Ni porte parole wazalendo wote wa RDC na diaspora anayeongea. Sikusema hapa kunani ya kwanza, mimi naisema hapa kwa deuxième partie, mjue hivyo. Tunataka kusema ndugu zangu, tukomboe Uvira, tukomboe na Uvira tunakomboa na tunaendelelea Kamanyola. Tunasema mobilisation general. Watu yetu hawezi kwenda kufa hivi makambi, wanakuwa kufa makambi d'une manière désordonnée pale Bujumbura. Jamais.
na Warundi kama wanaanza kuifanya, wanasema koma tu tunauzisha inchi sisi Wakongomani. Koma en general anatoa kisha mnayo wale hapa ba general wote biko pouvoir pour le moment. Yeye alikuwa formé na Kabila. Eligir fidelite a Kabila. Sasa tunapasha kudemystifier hii vita. Yafaa kudemystifier hii vita kute ke kute, tunapasha kudemystifier hii vita. Kute ke kute. Puisque vita yenye balifanya depuis longtemps. Ni plan yenye baliunga depuis longtemps. Asa hapa sisi tuliingia amo brusquement bila kujiprepare. Na felicite kwanza wazalendo wote depuis 96 wenye wali tulijidone kupigana nao, puisque nami nilikuwa pamoja na wazalendo kwanza kule kupigana nao, tulikuwa pamoja, tulipambana nao mpaka tokea kuingizwa mufake na FARDC apres. Sasa ndugu zangu, tunasema sisi tulijikamata, tulikuwa na uchungu ya nchi yetu, juu tulijua huyu Mnyarwanda, tulijua huyu Mtusi kama anakuja kutunyang'anya nchi, na ndio maana tulikatala ka depuis 96 tukaanza kupambana naye. Ni plabo baliunda depuis zamani, lakini mipango yao tunaicheza na tunaivuruga msegonde, sikisia tukujiprepare. Tulisema, tuliona, tunasema no, hivi tu haviko vitu vizima, hivi tu wakia kutunyang'anya nchi, tukajiorganize na kwa tunaanza ataki. Wazalendo viva, la RDC notre pays, notre terre, la patrie de nos anciens nous vaincre. Devons vaincre cette guerre. Cette année ni mwaka moya wa decision, tunapasha kukombola Uvira, Bukavu, Nord Kivu, Kongo yote nzima na kushikwa pasifie na kutoka katika hali ya unyanyasaji yenye tuko nayo. Napasha kuisha totalement na a partir hapa le 2 kwenda kumbele. L'opération commence. Bukavu yote ba vijana wote mwenye na bunduki, kamata mipanga, kamata mikuki, kamata AFC M23 na kutoka. Goma yote mkamate mipanga, mikuki, mabisu, mamishale, M23 pasha kutoka. AFC M23 pasha kutoka kwa mdomo wetu. Hatusemi kuwa Mtusi mwenye hana hatia, Mtusi civile hana problemu mwaki. Atabaki na ikala na tembea katika nchi kwa mtuto tresi. Yule mwenye kuya na bunduki kuya kutuua au wawe kabisa, apigwe kabisa. Na yule mwenye atajisalimisha, anasema niliingizwa katika mambo hipiski, sisi tunajua watu tunasoma mahistoria yote na mambo yote zikunapitika mwa region de Grand Lac, kwenye kuwa wale watusi wa extremista wenye uko kule Kigali wako nakamata watoto wa watu wanawaingiza katika kijeshi kwa nguvu na kuya kuwasukuma kwenye shamba la vita. Wale wakisantiri kama presio kumfu wanajisalimisha pana kuwa. Tulisema ile ndio zamani, na wazalendo wetu wanafuata ile. Vijana wote watugaranio wanani wote wenyewe watajisalimisha pana kuwa. Kule Nord Kivu, Masisi, Ruchuru, wapi bale watajisalimisha pana kuwa. Wenyewe watadepose arme pana kwa. Tunaenda kumaliza vita. Cette année une année décision ya kumaliza vita katika region de Grand Lac. Hakuna kingine. Kuko Wakongomani wengi wa Bantu huko wanakuwa wenye kuchoka, wanasema waanza kusemea M23. Hakuna M23 mwenye utasemea. Wewe utadirije M23 FC. Di plan yabo bana kuingiza tu amo usemeseme vitu vya hovyo vya ujinga, kisha wewe wakipata pouvoir wanakutosha. Hauna kitu ndani. Tel que Muhivu, Basomora, Banamunene, des choses qui ont été montées depuis 1960. Wewe unakia kupachike ndani leo, unadhani utaganyia nini ndani? Utaganyia nini ndani wewe? Wewe wakutia tu kilalo kia kupitia hako, bembelezi ba ndugu zako kusudi wapite, kisha kupita huko washeve. Basi, on peut te donner quoi toi? Na mapua yako ile na sura yako ile wewe.
Beko na miona tu kama ni mko vikoko tu vinyama vimoya hivi. Vyao vimangurube tu vimoya hivi. Tant que tu parles, tu te fais n'importe comment, tu te transformes en n'importe quoi, en train de sourire, à n'importe quel geste d'un petit Rwandais là, tu souris comme pour attirer la sympathie de cet aussi. Mais on te voit comme un imbécile, un idiot, un petit médiocre là, qui est en train de sourire à n'importe quel geste. Hata kinyama mfuzi unacheka unafurahi. Anza kumfelicita sema unanyamba bia mfuzi. Ndio vile muko kule kwa Juventus. Moko watu wa bure sana kule. Banamiona kama mko bajinga sana. Quelqu'un qui va son pays bana yose wewe unakia kutosha mwingi. Naona msiporte. Comment tu peux avoir de la valeur devant cette personne? Parce qu'il anajua kenye iko nafanya. Anajua kama anakuya kukunyang'anya inchi. Et puis wewe unajiita Congolais uko namsaidia. Qu'est-ce qui te voit comment? Comment tu es une bête de somme. Tu es un idiomètre. Tu devais lutter, tu devais te mettre du côté de ceux qui engagent la lutte pour s'opposer à cette invention. Maintenant, toi, tu es maintenant le premier à te joindre à eux, commencer à faire même la publicité et aller sourire devant des petits gestes de ce Rwandais-là pour attirer leur sympathie. Mais tu es quoi? On te voit comment? On te voit comme un petit médiocre là de rien du tout. Ne vaut rien. Après la guerre, on te tue parce que tu es un traître. Le traître des mères traîtres, il ne peut pas survivre après la guerre. Il faut le tuer. Parce que celui qui a trahi sa patrie, qui a trahi ses frères, il trahira aussi. Donc, il faut l'éliminer. Il faut extraire de nous tout traître. C'est comme ça la politique des Rwandais tous. Mwi Wakongomani, unaenda kujitia kule unaanza sema bana utiana. En plus, bobi kuna politique ya pour le moment, bakamata wale vijana bote Wakongomani banabatia mu formation c'est barakiwa ratuma ushamba la vita. Banatuma bale mwende kumbele. Leur politique c'est exterminer les Bantous par les Bantous. C'est une théorie yenye iko bien écrite manani ya madokima ya. Exterminer les Bantous par les Bantous. Tout d'abord ça. Mavita mote mune naona bale binyuko na kamatiwa banani tous. C'est ni ma petit Bantou, des petits Congolais. Mais on les arrole comme ça, ambia mwende mchamba la vita mwende. Ndipo kuna kufu. Mais uliye tulishasema audio mengi sana. Tusensibiliser, mu déposer ma arme, kifika kwenye masema, mu déposer ma arme, we mpindule ma arme bapige bale bakomanda benu wote. Sio nakuya tose, nionda pigara liko napiga. Muwe mpuwa bale ba Rwanda bote kwa komande. Sio mnakimbia mnajiendere barabarani wazalendo. Sasa mko nangoya nini? Mnangoya nini? Mnangoya tu kukufa tu bure, kufa tu bure. Tunasema hii année de libération populaire. Haiko libération si ya kutumanta ko libérer. Nani Foka Mike ta ko libérer, Simba Nkuto ta libérer, Dr Nyembonjo ta libérer. Ni libération ya tout le monde, tunba vijana wote Nord Kivu, Sud Kivu. Usimngoya asema mpaka nani Shimira Igido Shimira mwenye atalibere tu yeye mwenye. Hapana, haiko affaire yake epe. Tunaomba vijana wote mipanga, mikuki, mabunduki, manini tu. Uwe komersa uwe nani, tout le monde. Komersa tia franga yako kuleta uza mavifaa, maarme na maminisio. Leta na yenye gouvernement kono tupatia yote, byote kuchanga kwenda kushamba la vita. Maliza yale. Trop c'est trop, hatuwezi 2026 wezi kuisha tena este iko mambo ya kutatone tunatatone. Tunaonekana sasa benye hatuna na akili. Baada ya kumsikiliza msemaji wa wazalendo katika DRC mzima na diaspora akiweza kujitaja jina lake hapo, na basi na tumsikilize bwana Trump ambaye aliweza kuzungumza kuhusu jambo pia la wazalendo katika maeneo ya Makobola ambako Generali mkuu Michel aliweza kufika, na jambo hilo la kuweza kuwaambia kwamba wapate kuondoka katika maeneo ya Makobola au kwenye mstari wa vita na kurudi nyuma katika maeneo ya Mboko ambako sio mbali sana, takriban kilomita 30 na maeneo hapo ya Mboko, na hivyo kabisa wanaweza kuonekana kukataa jambo hilo vikali kabisa na kusema vita ndio vita, lakini hauwezi wakarudi nyuma.
kama ni vita, yani watapambana vita, wakimaanisha kusonga mbele kabisa bila kurudi, lakini na kuwa na malengo makubwa na ujasiri kuweza kushika maeneo ya mji wa Uvira na kuwafukuza hivyo hata waasi wa FCM 23. Akiwa kwake yeye bwana Trump akiweza kuyazungumza hayo kwa kina. Ni Papa Trump, watu ambao wanafuatilia mienendo mibovu ya wavamizi. Wavamizi moto umewaka, wavamizi moto umewaka, wanalia. Wavamizi wanalia. Tuliwaletea habari hapa jinsi ambavyo walikuwa wanaongea na makamanda wa jeshi. Sasa kumbe walikuwa wamepanga tariki 1 mwezi wa kwanza wahakikishe wako Baraka. Kumbe zile foni zote hawa jamaa walikuwa wameshatoa pesa zao kwa hao makamanda wakuu, mkuu mwenye anaangalia operation na mkuu ambaye yuko Baraka, walikuwa wameshapokea pesa za M23. Sasa kilikuwa kimebakia kitu kimoja tu, njia. Manake M23 ifanye nini? Ipite. Sasa M23 wameona tarehe ambao walikuwa wameelewana tarehe 1 zimeisha, manake ndio kesho. Leo ndo wametuma yule mtu wao ambaye huwa anapeleka mahabari, pesa zirudi, pesa zirudi. Kama wameshindwa, pesa zirudi. Sasa unajua pesa zikisha ingia mkononi, pesa zinakuwaka utamu. Kila mara wanawaambia shetani wa dunia hii ni pesa. Jina la mabaya, Biblia inaandika hivi, jina la mabaya ni kupenda pesa. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Sasa hali imekuwa mbaya kwa watu ambao walikula pesa za watu, na tuwape watoto wetu wazalendo. Kwa kweli tutoe shukurani kwa watoto wetu. Mambo ambayo yamefanyika, hii misukusuku ambayo ilikuwa pale ya hizi siku zilizopita, ilikuwa misukusuku ya kuwatoa pale, lakini watoto wetu wamekuwa na roho ngumu, wamekataa uwezo kakatoka wenyewe. Vita ndio vita, vita ndio vita, paka wahakikishe Uvira washike Uvira. Kwa hiyo makamanda tumbu joto, makamanda wako tumbo joto. Sasa mwenye alitumwa, habari ambayo tulipata, alikuwa anaongea na mkuu ambaye yuko Baraka. Mkuu ambaye yuko Baraka alimwambia, bwana, kama vimeshindikana basi mimi nifanye nini? Kama vitu vimeshindikana sina la kufanya. Na unajua pesa zikishaingia tumboni hazitokaki. Na mnajua mishahara yetu, sina mshahara wa kulipa hizo pesa ambazo mlinipa. Sina pesa zingine, sijui nitazitoa wapi. Kwa hiyo mutupe muda tuangalie venye tutafanya, na muendelee kuongeza pesa zingine. Ndio wameambiwa eti waongeze pesa zingine, waangalie namna ambao wanaweza kufanya. Lakini shukrani, habari zingine ambazo tumezipata kutoka kwa wazalendo. Wazalendo wamesema pale ambako wapo pale, bwana, labda nguo zao ndo zitaenda kutolewa pale. Wenyewe pale hawatoki, wenyewe pale manake mipango yao ni kuingia Uvira. Wenyewe pale hakuna kutoka, labda nguo zao ndio zitatoka pale. Pale hapatoki mzalendo hata umoya, hata wanajeshi, jeshi la serikali lije na mbino, lakini hawatatoka pale.
Wazalendo wamesema wameshajua mbinu zote jeshi la serikali linatumia, jua. Kwa hiyo hawawezi tena wakadanganywa safari hii. Sasa hapo ndio pako mambo mawili. Kama wanajeshi walirudishwa eti walikuwa wameshakuwa Mboko wakarudi, fikiria kutoka Makobola mpaka Mboko ni mbali. Wakaangalia nyuma huko, kuangalia Makobola bado wazalendo ndio wako pale, M23 ijaingia, wakapata aibu. Wataenda wapi? Na kwenye wanakoenda wataenda kusema nini? Kwa sababu front iko pale ijavunjika, wazalendo ndio wako pale, wenyewe wameshatoka, wanaenda wapi? Ikabidi wakapigiwa masimu warudishwe wanajeshi warudi. Ndio wenyewe wakaanza kurudisha wanajeshi, na hali ni mbaya kwa M23 kwa sababu M23 haina nguvu za kupigana. M23 wanategemea pesa, hawana nguvu za kupigana. Na hivi ambavyo wazalendo wamekania mpaka wahakikishe wakanyagi Uvira, hali ni mbaya kwa M23. M23 hivi kuna lia kwa wanajeshi wa Kongo wafanye nguvu wahakikishe njia ifunguke, lakini wanajeshi, mkuu wa majeshi ambaye amebaki, ambaye yuko Baraka, na yeye sasa hivi yuko nasema tumbo liko joto, hali iko mubaya. Wazalendo sasa hivi hakuna mtu kuwadanganya. Lakini watoto wetu hao wanajeshi ambao wamerudi, munapokuwa kwenye mapambano wasikae nyuma yenu. Hao wanajeshi ambao wamerudi, mukiwa kwenye mapambano wasikae nyuma yenu. Kile kilichowasababisha wenyewe warudi mpaka wafike Mboko tena wakarudi, muisha kijua. Sasa kwa sababu muisha kijua, musikubali wakae nyuma yenu. Munaweza mkastukia masasi ya nyuma. Kwa hiyo mukiwa kwenye mapambano, nyinyi wote muhakikishe muko kwenye line moja, kwenye mstari mmoja. Hakuna eti wenyewe wakae nyuma yenu waweke mbele. Hapana. Kama wataleta plaza hivyo, afadhali wenyewe wakae mbele, nyinyi mukae nyuma. Muwaweke mbele, nyinyi mukae nyuma. Kwa sababu mwenye atarudi kwa kukimbia muko naye. Kwa sababu mwisha wajua, mwisha ona mipango yao yote imeenda na maji. Na kwa sababu imeenda na maji, Mungu yuko upande wetu. Hakikisheni hao watu wasikae nyuma yenu wakati ya mapambano. Basi ikiwa leo tariki 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026, ikiwa kabisa ni Alhamisi asubuhi ya leo, Mwami Ibonja Etabo Ilunga ambaye anaweza kujulikana kwa jina lake maarufu Nabii Mbembe, akiweza kulionyesha jambo ambalo liliweza kupitikana maeneo ya huko Mboko. Lakini hivyo akisisitiza, kamanda ambaye anapatikana maeneo ya Mboko ni tarafani Fizi katika sekta ya Tanganyika, akiweza kumtumia habari au ujumbe na kuweza kumwambia ya kwamba apate kumwacha huyo mwami wa asili ambaye ameweza kushikwa hapo, mwami wa Lusambo, na hivyo akiweza kabisa kumwambia apate kuacha jambo hilo. Jambo hilo linaonekana kwake kabisa kusisitiza zaidi ya kwamba asipate kabisa kuingilia mambo ya asili katika tarafa la Fizi, na hivyo akiweza kuonyesha wazi ya kwamba hawatoweza hata kutoa senti hata mmoja kabisa kuweza kumpatia ili ya kwamba wapate kumwachilia mwami huyo. Ibonja Etabo Ilunga, mwami wa asili, basi na tumwache apate kuyazungumza hayo kwa kuyaonyesha kwa wazi. Ni asubuhi ya leo, siku ya 4 tariki 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026.
ninaanza mwaka wa 2026 ambao tuliosubiri sana. Ninaanza na FARDC. Kabla sijasema, nitasema jina langu. Mimi kwa jina naitwa Ibonja Etao Ilunga, chef coutumier, na mara nyingi sana watu wananiita Nabii Mbembe. Mimi ni mtumishi wa Mungu, pia ni mtumishi wa umma sawa vile chef de village, na tena mimi ni mwenyekiti makamu wa kamati ya wa chef de village bote ba territoire ya Fizi. Siwezi nyamaza ninapoona jambo ambalo aliendi vizuri. Tuko kwenye safari ya kusensibilize bamwami pamoja na babiana kuangalia hili jambo ambalo linatukabili la vita ya nchi yetu, kunyanganywa na kukatwa na Wanyarwanda na kugandamizwa na Watusi. Tuko kwenye hizo jitihada sisi wami wa teritwari ya Fizi tangu pale vita vilivyoanza Bunagana, na tukashirikiana na serikali ya Kongo kwa ajili ya kutafuta namna gani tutaprotege hii balkanization yenye Rwanda iko na tuforce sisi wa Kongomani. Lakini kitu cha kushangaza sana ke tunapata leo sisi hii tarehe moja ambayo tunakuja kusema, tunakuja kukuambia wewe komanda wa FARDC mwenye uko pale Mboko, tafadhali sana, hii kipindi iko kipindi yenye watu wengine wamechoka akili. Ingekuwa vizuri sana umwachilie huyo mwami ambaye unamfunga hapo Mboko kwa ajili ya usalama tu, ama kwa ajili ya security na renseignement. Mnaweza kumshika siku moja na mkafuatilia, mkaona huyu mtu hana shida, mnamuacha. Huyo ni mwami wa Bakechi wa pale Lusambo, mnamfunga ni kumuonea. Huyo sio M23. Hivyo vyote vyemuko mnamzingishia hapo ni vya bongo. Yeye huyo alitoka akaenda kuacha familia yake Burundi, na anarudia tena huku Kongo. Hajafanya hata wiki mbili Burundi. Lakini nyinyi wamoja kati yenu mumetoka kuanza Bunagana, mko mnakia mnakimbia, mko mnaacha inchi wazi. Kisha mnakia fika huku Fizi, mnataka anza funga bamwami. S'il vous plaît, na kupatia tafadhali sana, kabla babembe habaya kuya kukugeukia mu vitu vingine, usikie kusema vibaya. Muache huyo chef de village mwenye unafunga hapo, hana kosa, munamuzingishia. Musikie ingia mu mambo ya kutime yenye iko huku kwetu Fizi. Karibia siku 4 munamtia mwami mu prison, mukasho. Hakuna sababu yoyote ya kumfunga. Watu wote ambao wamekimbia wameambiwa warudie, kama na yeye naye amerudia. Unajua watu wangapi walikimbia? Mbona guverner mwenyewe amekimbia mpaka sasa hivi hatujui kwenye ipo. Siku atakuja utamfunga. Wakubwa wangapi wa jeshi ambao wamekimbia na wamesharudi? Muache mwami, hana problem. Tafadhali sana. Tena hatutakuwa na pesa hakuna pesa za kukupa eti kwamba mulipe pesa hivi. Hana kosa yoyote. Na kama mtapenda watu waende ku justice juu ya probleme, basi tutaenda ku justice. Juu ya nini? Bitu vya kuzingishiana. Watu wamesha kuonyesha au pendi kusikia. Leo ninakuja nikwambie na watu wengine wasikie, maaskari wenye bako Mufizi. Fujo zote zenye mlikuwa mnafanya kule Uvira, kupiga masase, kuua watu, kufanya vingine, désormais hii ni sauti ya mwami parmi ya bami ba territoire ya Fizi. Tuko tunafanya defense kwa ajili ya kuziwia adui. Tulitoka huku Fizi, batoto yetu balienda kufunga defense kule Makobola, kule Luvungi, miezi 9 kusaidia serikali. Ni batoto yetu sisi tulitoa, na serikali ilikuja kutulomba sisi kuja kubasaidia mweye. Munakuja munakimbia huko kufika Makobola, batoto yetu tena banaanza defense, na serikali inatuma baaskari bengine banakuja banatusaidia. Tunabalomba tafadhalini sana, hapa territoire ya Fizi atupendi hivi vitu vyenye mko mnafanya vya kupiga masase ovyo, vya kuua batu, kuingilia batu mu manyumba. Muache hivyo vitu mbele ya wakati. Tunabalomba hivyo basoda ba FARDC,
tunakuwaka na basoda mufizi, tuko na Colonel Makelele ni komanda sous secteur wa basoda ya FARDC. Hatuyagombanaka naye na apigaki masasi ovyo ovyo hivyo, lakini wakati mnakuya mnajaa bengi mumingini, muko mnatrakase batu, kunyanganya batu matelefone, kuingilia batu mumanyumba, iyo bitu sisi babembe tunakatala. Hii ni sauti ya mwami wa asili wa Bubembe, parmi ya bamwambi wako Bubembe. Tunabalomba hicho kitu muache, bisikie kuleta vingine. Mwe mnakia kutanisha huku babiana betu bako na mabunduki na ndio zenye ziko zinapigania vita zinasaidia mwe basoda. Kumbe muache kunyanyasa bazazi yabo. Batu bako banarudia bali balikuwa banakimbia, mwe mnaanza kubafunga na kubaundia infraction za kutega mabombe, na parmi ya basoda kuko bengine baligeuka na balikuwa banatega mabombe huko Mauvira, bilijulikana. Tafadhali s'il vous plaît, ninakuja kusema kwa ajili ya bazalendo ba mai mai. Atupendi batu bapigane. Ngoma Mzito anafanya operation zake mu territoire ya Fizi, ni Mufuliro, ni Munyindu, ni Muvira, ni Mubembe. Tunatumika sisi sote kwa pamoja tangu vile gisi tulianzaka zamani na Babidarira na wengine Bafulero balitumika pamoja na bazee ba huku kwetu Fizi. Kumbe tunalomba hivi, heshima, kuheshimiana ni kitu kia mzuri sana. Hakuna mtu anakatala FABB kuwa mouvement, na hakuna mtu anakatala CNPSS kuwa mouvement. Lakini pamoja na yote sasa, mubale bakomanda ba mouvement mujue kuko umoya, njo banamuita William Amuri ya Kutumba, njo mkubwa wa benzake bote, na bote bakomanda banajua. Balifanya vya kwanza Baraka, wakati walikutananaka na badepite ba Uvira, bote bakakubali ya Kutumba njo komanda wabo. Bakafanya vingine Fizi, sie bote tuko pale, vice gouverneur anakuya kulomba basoda, bakasema ya Kutumba njo mkubwa yabo. Banaenda Uvira kule mizozo, banasema ya Kutumba njo mkubwa yabo. Na mpaka hivi vita inakuya, ya Kutumba njo alibakia kufro na njo mkubwa yabo. Kwa hiyo mtumike mwe wote mzuri kwa lengo moja, mkijua katika kazi ya kijeshi watu wanapaswa kuwa na ordre na discipline militaire. Musitupatishe aibu, mulijitoa sawa vile bapambanaji bagerie, munatetea kwenu. Lakini wakati tena mko mnaanza kushambulia raia, mnaanza kunyanyasa raia, hilo jambo halitakubalika. Nasema kwa sauti ya bamwami, ba chef de village, ba chef coutumier, ba territoire ya Fizi. Tunabasi bishambuke, tafadhalini sana, tunakatala makamba. Basoda bangine ba mingi ba magrupe hapa balikuwa besha kwa maubwari, banaanza ngua kupanda maboti baende Tanzania. Na banaume, huyo baba yenu mwenyewe Ngoma Mzito anaikalaka yake kupori. Baba yenu mwenyewe ya Kutumba anaikalaka kupori. Rene banaikalaka kule njo kuvita. Sasa hiyo makamba ni mwe mnapenda kutiatia mu mabarabara. Hamuoni kwanza hadi gisi iko. Nilipanda barabara ya Sebele, kutoka Sebele kupanda Fizi jana, nilikuta makamba zisha kuwa kama 4. Tafadhali sana, hatupendi fujo, mutoshe makamba yenu. Banaume bako banangoelewa kule bunga. Mie peke nilitoka kufro, niliona bunga, serikali iko napana bunga. Badiaspora bakifulero bakibembe bako banatosha bunga, banabapatia. Mie peke nilisuivre mzalendo mmoja ya Kutumba iko napata kikombe na nusu asubuhi, kikombe kimoja na nusu cha unga asubuhi magharibi. Anakula, wewe unaweza shindwa na kushiba na kikombe kimoja cha unga, kikombe na nusu cha unga. Lakini mnataka kusumbua raia, mnataka kusumbua watu na kutukanisha wakubwa zenu. Mimi nilimuuliza mzee William Amuri, ile kamba iko pale Malinde tena inatoka kufanya nini? Mzee William komanda wenu akasema, niliuliza wakasema ni Arene, na nilisema na Arene akasema yeye naye ajui ile kamba. Sasa hivi nasikia Toronto anasema kama makamba mko mnasema jina yake haiko yeye. Mnataka nini na raia? Ngoma Mzito bakimuuliza anasema kwanza yeye mwenyewe kuna wakati anakuja mpaka anakuja natoa zingine. Mnataka nini nyinyi maaskari? Mnataka kuchonganisha watu kwa nini? Kumbe wa maji wazalendo, mutoshe makamba yenu mbele ya wakati. Batu bangaliki na adui hapa karibu, angaliki na sukumu arudie kule, mwe mnaanzana na makamba. Muache hivyo. Na bale benye bako mu makundi zenye aziko mu ordre
Juu tunakuja kugundua kuko makundi zingine zinaota tu huku manyumbani, lakini zina mlengo wa ya kutumba, zinajitapa sisi ni CNPSC. Kundi lingine tu linaota kijijini, lakini halijajulikana na FBB, linajitapa sisi ni wangoma nzito. Kumbe ni kutaka kuchafua wakubwa zenu na kuwafanya watu wakose kuwa naelewana. Tunawaambieni tafadhali sana, leo ni siku ya bona na kuendelea. Hatupendi tuone makamba zenu mabarabara, mtutoshee. Na hizo kama zitafuatiliwa. Ni sauti ya Nabii Mbembe, Chef Coutumier. Merci. Naam, basi hiyo ikiwa ni mwisho kabisa wa taarifa ya habari, ikiwa leo hii siku ya sikukuu ya mwaka mpya. Basi nikwambie kwamba ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, lakini ninakuomba tena kuwa nami katika vipindi vingine, lakini kuungana nami hata kwa kubonyeza alama ya subscribe hapo chini ya video na kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu zote. Kuwagawia watu wengine kitakuwa ni kitu vema kabisa, na ili wengine wapate habari zetu. Na basi kutana nami tena katika vipindi vingine, na hivyo tutakutana tena ikiwa mapenzi ya Bwana. Asante.